Kwanza kwa jina naitwa Msira Magoma Katende, ni mzaliwa wa mkoa wa Mara katika kijiji cha Salmakati wilayani Bunda. Kwa hapa Dar es Salaam ni mkazi wa Vingunguti, ni mjasiriamali katika sekta ya mifugo. Kwanza ninayo masikitiko makubwa, bado tunayo Watanzania kwa ujumla, japokuwa kifo hakizoeleki, lakini lazima tukubaliane na hali halisi. Sasa sisi kama Watanzania au kama mimi mzaliwa wa Tanzania na kumbukumbu nyingi za Mheshimiwa John Pombe Magufuli, moja ya kumbukumbu kubwa ambazo ninatembea nazo, kwanza katika eneo linaloishi kwa maana ya Vingunguti wilaya ya Ilala mkoa wa Dar es Salaam, kiashiria ndio tuachia kumbukumbu ya kudumu. Kwanza alipokuja kututembelea akakuta mazingira tunayofanyia kazi yalikuwa sio mazingira rafiki, kwa maana eneo la machinjio nilipokuwa tunaandalia mboga palikuwa hapo salama, na nyinyi ni mashahidi na kumbukumbu mnazo kwenye vyombo vyenu vya habari. Akafika, hakutaka kuongopewa, akavunja fensi akaingia. Rais kupita kwenye uvungu wa mabati kuingia, hiyo yenyewe kwetu kwenye macho ya ushahidi wa binadamu ni jambo ambalo lilisababisha sana kuona rais kwa viwango vya namna hiyo. Kwa hiyo mwisho wa siku kweli akatuwekea alama. Tulikuwa tunafikiri labda ni ziara ya kawaida, lakini ilileta matokeo kwenye eneo hili. Pili, ikatutengenezea daraja ya kuondoa changamoto kwa maana ya foleni iliyokuwa changamoto, tukapata na sisi barabara ya juu. Kwa hiyo nayo ni faida. Hizo zote ni juhudi zitokana na kibagizo cha kuwa na mazingira bora ya kuchinjia nyama. Kwa hiyo imeenda kupelekea Vingunguti kuwa katika hali ya mabadiliko. Naona kwamba maono yale bado wanaendelea nayo. Kwa hiyo mimi ninachojua, kwa sababu binadamu atabaki kuwa na binadamu, lakini taasisi kwa maana ofisi ya rais ni taasisi kubwa. Kwa hiyo hawezi kuzungumza yakabaki tu kama mazungumzo. Lazima kuna vitu ambavyo vinaendelea kufanyika. Na kikubwa zaidi nachoshukuru kwamba aliyefanya kazi naye namba moja ni makamu wake, ndiye rais. Kwa mimi na imani mama anaelewa, analipewa kwa kitaifa, anaelewa. Naamini kabisa anaelewa. Ni kama anapozungumza na wewe hapa, umeelewa mimi Mzee Msira nimezungumza nini. Kwa hiyo na imani kabisa kinachofanyika ni kile ambacho kilikuwa kwenye makubaliano. Sherekee sikukuu zote zinazokuja mbele yetu kwa mapenzi mema, na Mungu aendelee kubariki taifa hili.